elimu ya kawaida. Marehemu alimaliza shule la msingi na shule la sekondari. Elimu ya dini. Marehemu alisoma shule la Biblia Nairobi, Kenya, kwa shule linalojulikana kwa jina la NPBC. Baadaye alikuja kuendelea na majifunzo mengine ya Biblia. Hapa kambini amepitia kwenye chuo cha AFMIN, amepitia pia kwenye chuo cha ICM, na hata mtandaoni pia amejiunga na vyuo vingine na akapata kidato chake cha bachelor degree katika theology. Kazi. Tukianzia na kazi ya kawaida kwa sababu ndio inatuhusu sana. Kazi yake ya kawaida, kwa kweli marehemu Mungu alimjalia sana kujifunza kazi tofauti tofauti. Kwanza kabisa alijihusisha na biashara, akaweka duka, aliweka boti, hata na kipe pia aliweka. Lakini pamoja na biashara alijihusisha pia na kazi ya kilimo. Alipanda kahawa na pia mingazi. Aliendelea na akafanya pia kazi ya ufugaji. Alifuga ng'ombe. Marehemu alijifunza pia kazi ya ufundi seremala. Alikuwa fundi seremala pia. Na hakuishia hapo, alijifunza na kazi ya uwashi, manake ujenzi. Alikuwa mwashi mzuri sana na alikuwa engineer. Na kazi ya kiroho tumesema tutaachia kanisa, lakini mniruhusu niseme tu ili moja tu kwamba alifanya kazi ya uchungaji na alikuwa pia mwalimu kwenye vyuo tofauti tofauti vya Biblia. Ndoa. Marehemu alioa mke wake mmoja tu anayejulikana kwa jina la Keshia na Abwe Nyasa, wa jamaa la Bashibinji, nyumba ya Baboja. Watoto. Marehemu alizaa watoto 11. Miongoni mwao watoto 4 walikuwa wavulana na 7 walikuwa wasichana. Kwa hiyo watoto 2 walifariki, wakasalia hai watoto 9, wakiwemo wavulana 3 na wasichana 6. Wajukuu. Jumla ya wajukuu wa kike na wa kiume wote ni 57. Na alifariki mmoja tu. Vitukuu. Jumla ya vitukuu kwa jumla wa kike na wa kiume wote ni vitukuu 18. Familia yote kwa jumla ambayo marehemu ameacha ni watu 84. Magonjwa. Marehemu amesumbuliwa sana na magonjwa ya macho kwa muda mrefu kabisa, na amegunduliwa kwamba
Macho hayo yalisababishwa na ugonjwa wa kisukari, lakini pia iliibuka gonjwa lingine ambalo ni gonjwa la kiharusi au kupooza. Hilo ndo limemweka ndani kabisa. Tukajaribu kwa jinsi yetu yote kumtibisha, lakini haikuwezekana. Tulimpeleka Biharu, tukampeleka Burundi, pale Kibuye, tukampeleka Mfugwe, tulienda naye Kasulu. Yote hayo hayakuwezekana. Tukamkabidhi Mungu, tukakabidhi waombaji wao wanamwombea. Pamoja na kumwombea, lakini tiba mbadala ziliendelea. Basi Mungu alimpenda zaidi ya jinsi tulivyompenda sisi. Ilipofika juzi Jumatatu tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka huu, saa 10:35 marehemu akawa ameaga dunia hapo kwenye hospitali kuu ya Nyarugusu. Basi miaka ambayo marehemu ameishi kwa jumla ni miaka 78.